Tumejipanga vizuri kwa ajili ya uchaguzi. Kampeni tumefanya za kutosha. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawahamasisha wananchi wetu kwa ujumla wake wajitokeze siku ya tarehe 29 kwa ajili ya kupiga kura. Juu ya usalama, niwahakikishie wananchi wote usalama upo wa kutosha. Tumejipanga vizuri, wananchi wajitokeze kwa wengi kwa ajili ya kupiga kura. Safari hii tunapiga kura za mafiga matatu: rais, mbunge na diwani. Wananchi tunawasihi kwenye uchaguzi huu mkamchague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayewania nafasi yake kwa mara ya pili, Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mbunge wetu ni Didas Masaburi Ojambi, ndio anapeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya ubunge. Kwenye nafasi ya udiwani tuna ndugu yetu anaitwa CP Rajabu Manyinya, anagombea nafasi ya udiwani. Kwa ujumla kabisa niwahakikishie wananchi, nendeni mkapige kura, hakuna kitakachoharibika. Vyombo vya ulinzi na usalama vipo. Hao wanaosikia wanawaambia wataandamana siku ya tarehe 29 ni maneno tu. Lakini tumechukua tahadhari za kutosha kuhakikisha kama kuna namna yoyote ya watu wamejipanga kwa ajili ya kuandamana, basi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo na vitafanya kazi pasavyo. Hasa kwenye mtaa wangu wa Kivule mimi sina wasiwasi nao. Wananchi wapo wamejipanga kwa ajili ya kumchagua rais, mbunge na diwani, lakini pia wana uhakika hakuna kitakachowasumbua siku hiyo ya upigaji wa kura. Sisi tupo Kivule, tuna uhakika wananchi wetu, tuwaombe tu wajitokeze kwa wingi, ulinzi utakuwepo wa kutosha, wakapige kura. Kishapiga kura yako, rudi nyumbani kapumzike, subiri matokeo. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hilo mheshimiwa. Tuna uhakika kabisa Chama cha Mapinduzi tutapata ushindi wa kishindo, wala hatuna shida na hilo. Viongozi wetu wa chama wamefanya kampeni za kutosha, uandikishaji umekwenda vizuri, lakini mawakala wetu wapo wameshajipanga kwa ajili ya zoezi la uchaguzi. Hatuna wasiwasi na hilo, kwa sababu ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vizuri. Kivule leo ukija utakuta barabara ziko za kutosha. Sasa hivi tuna barabara inatoka Banana, Kitunda, Kivule Msongola. Lakini barabara zetu za ndani pia unaona namna ambavyo tumeanza kumwaga vifusi muda mrefu. Tumezichonga vizuri, tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi vizuri. Hatuna wasiwasi na hilo. Kwa hiyo wananchi watakwenda kupiga kura wakiamini kabisa Chama cha Mapinduzi kimetekeleza ilani yake vizuri. Wataenda kukichagua chama chao ambacho kinatekeleza ilani yake vizuri. Kwa hiyo hatuna mashaka juu ya Chama cha Mapinduzi kushinda kwenye nafasi za urais, ubunge na udiwani. Na tuna uhakika Kivule tutapata kura nyingi sana. Tumepata jimbo jipya, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea jimbo jipya ambalo limebeba jina la Kivule. Lakini tumeletewa pia kituo cha polisi kimekuja Kivule, kinaitwa Kivule. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa tutapata ushindi mzuri na wa kutosha kabisa. Hatuna mashaka juu ya zoezi la upigaji wa kura safari hii. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, jitihada zetu ni kuhakikisha hao watu watatafutiwa namna ambayo ni bora kabisa ya kuwafikisha wakapiga sehemu za kupigia kwenye vituo vya kupiga kura, ili waweze kupiga kura, na watatafutiwa namna nyingine bora ya kurudisha nyumbani kwao, kwa sababu tunajua hayo makundi unayoyataja ni makundi maalum. Kwa hiyo tutakuwa na uhakika wa kuhakikisha tunapata nafasi ya kuwapa nafasi ya kupiga kura, kwanza waanze kupiga kura, alafu tuone modality nzuri ya kurudisha nyumbani. Vijana wa bodaboda na bajaji ni vijana ambao tumeishi nao vizuri. Tuna uhakika kabisa hawatakuwa na tatizo juu ya upigaji wa kura. Tumefanya kampeni za kutosha, tumefanya kampeni za tobo kwa tobo, maana yake tumezunguka vijue vyote vya, tunawaita maafisa usafirishaji, jina lao zuri, sio bodaboda. Maafisa usafirishaji tumefanya nao vikao, tumezungumza nao na watu wa bajaji. Wana ari na moyo kabisa wa kwenda kupiga kura tarehe 29, na wao wanasema hawawezi kumwangusha mama. Tarehe 29 watamchagua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia, lakini pia Ojambi Masaburi pia watamchagua kwa kura nyingi. Na wanasema bahati nzuri tumeleta mgombea wa ubunge kijana ambaye wanaona wanakwenda naye, wanaendana kabisa kwenye nafasi hiyo ya ubunge. Lakini Manyinya wanasema pia ni CPA Rajabu Manyinya ni kijana mwenzao pia. Kwa hiyo wakati tunazunguka, wanawake walikuwa wanasema umetuletea kiongozi mzuri ambaye tuna uhakika ni kijana mwenzetu na atatuletea maendeleo, tuna uhakika na hilo. Kwa hiyo haya makundi unayoyataja ya bodaboda, kwa maana ya usafirishaji wa bajaji na pikipiki, wamejipanga kabisa. Hatuna wasiwasi juu yao, juu ya swala kusema kwamba watashiriki maandamano ambayo mimi nayaona ni maandamano hewa. Kivule tulikuwa tuna shida za barabara. Tumepata ahadi nzuri za Mheshimiwa Rais. Tuna uhakika atatuletea vitu vya kutosha, na mpaka hapo ameshafanya makubwa, kwa sababu naona barabara ya Kivule ilikuwa haipitiki. Lakini sasa hivi barabara ya Kivule unaiona. Kivule tulikuwa tuna shida ya maji. Maji sasa yapo ya kutosha. Umeme amesambaza kila kona.
Sasa hapa hatuna hata mwananchi kusema atalalamika juu ya rais amefanya nini, hawezi kusema chochote isipokuwa wao wamebaki kusubiri kufanya utekelezaji wa kwenda kupiga kura. Na niwahakikishie Kivule 90%, kama sio 90 ni 70, akina mama ndio wapiga kura wetu wengi sana. Wanajitokeza kwa wingi. Mikutano ya kampeni tunayofanya tunaona akina mama wanajitoa sana. Na mama ametoa tatizo, amekuja kutatua tatizo la mikopo ya akina mama. Mikopo ya akina mama ilikuwa ni shida, lakini sasa hivi Kivule akina mama wanapata mikopo ya vikundi ile ya Mama Samia, hawana shida kabisa na juu ya swala hilo. Kwa hiyo tuna uhakika wa wanawake watajitokeza kwa wingi na vijana pia watajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kwenda kupiga kura, hata wazee. Wazee ni tunu ya taifa. Tumekaa na wazee, tumezungumza nao, wamejipanga kabisa kwenda kumchagua rais wetu. Hawana shida na hilo. Ufaulu wa elimu umekuwa ni mzuri, hasa shule za msingi zimefanya vizuri. Kivule tuna shule za msingi ambazo ni Kivule Annex, Kivule Primary na tuna Serengeti. Ufaulu wao umekuwa ni mzuri, watoto wanafanya vizuri, lakini tuna shule za sekondari kama za Kivule na Abu Juma. Pia ufaulu wake umekuwa ni mzuri. Tuna shule ya jirani pale ya kujitolea kujitegemea inaitwa Kananura Secondary School na Primary. Kwa hiyo na wao wamefanya vizuri. Kwa hiyo tuna uhakika elimu yetu Kivule imekuwa na imekuwa vizuri, wala hatuna shida nalo hilo.